Kwanza mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kunialika katika kikao hiki muhimu sana kwa taifa letu. Na tambua kwamba zoezi la kuandaa mkakati wa kushughulikia mashauri ya kodi, mabenki, ushindani wa kibiashara na ardhi ni sehemu mojawapo ya nyanja muhimu kama kweli tunataka kutekeleza vizuri ile dira ya taifa ya 2050. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa namna ambavyo anaumwa na utekelezaji wa dira hii. Nimekuwa nikimfuatilia na nikimsikiliza mara nyingi katika maelekezo yake anayotupa katika sekta ya sheria. Hakuna siku ambayo inapita hazungumzii dira hii. Anaizungumza mara nyingi na anaifahamu. Lakini pia ametuasa wengi sana katika sekta ya sheria tusikae nyuma, tuisome na tuijue. Lakini sio tu kuisoma na kuijua na kuiingiza katika mipango yetu, mikakati kushabihisha ule mpango mkuu. Tumefahamu hapa leo na tumekumbushwa kuwa mashauri ya mabenki, kodi, ardhi na biashara kwamba viwango vya fedha vinavyoshikiliwa na mashauri hayo ni vikubwa mno. Vikubwa sana. Na vinaweza kuwa na athari ya moja kwa moja kwenye utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 inayolenga kulifikisha taifa kwenye uchumi wa juu wa kati. Na gavana wa Benki Kuu hapa ametuambia kwa tarakimu, kwa maana ya kwamba tufikie ile dola trilioni 1 itakapofika mwaka 2050. That is achievable. Lakini only kama tutafanya mambo mengi kwa usahihi, ikiwemo hili ambalo Mahakama ya Tanzania inajaribu kulifanya, kuandaa huu mkakati. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa serikali, kwanza tunashukuru kwa kualikwa hapa leo. Lakini nimeyasikia maoni mengi ya wadau pamoja na speech aliyoitoa mwenyewe Mheshimiwa Jaji Mkuu, lakini na kaimu jaji kiongozi pale wakati tunafungua. Imenitajirisha sana katika zoezi ambalo tunaendelea kulifanya, tumeshaanza kulifanya. Na ukisikiliza maoni yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa hapa, inarudi pale kwenye kazi ambayo tunataka kuifanya. Pamoja na mambo mengine yafanyike, lakini hiyo kazi ambayo tunataka kuifanya ni muhimu sana. Nilikuwa mwaka jana namsikiliza His Excellency Lord Richard Simon Hermer, mwanasheria mkuu wa England and Wales. Miezi michache baada ya kuteuliwa, aliteuliwa Julai. Almost umeteuliwa muda unafanana. Julai ni August. Sasa wakawa wanamuuliza kwamba kumekuwa na hii trend ya commercial disputes zina increase na shoot. Yeye analionaje hilo na anafikiri nini cha kufanya? Majibu yake yalikuwa very simple. Na nilishangaa kwa nini alijibu very simple, lakini baadaye nikaona ina make a lot of sense. And that was actually the fact in many jurisdiction. Kwamba yeye alisema I think and believe kwamba namna ambavyo tumeandika sheria zetu na ukuaji wa uchumi na soko havishabihiani. Some of them are outdated. Some of them do not really reflect the direction of the economy and the growth. So this is really what we want to do. Na nikirudi kwenye hoja nzuri aliyoisema Mheshimiwa Jaji Abdi Kagomba, jaji wa Mahakama Kuu hapa, kwamba panapokuwa na ukuaji wa uchumi
changamoto za maongezeko ya mashauri zinatarajiwa kuwepo. Yani hiyo characteristic inakuwepo. Uchumi ukikua na ile migogoro, mashauri yale na yenyewe yanaongezeka. Kwa hiyo in many jurisdiction the kazi tunakuwa nayo ni kuattack hiyo challenge kwamba ukue na mashauri yasiongezeke. That's all what you need to do. Na kwa nini inatokea? Inatokea kwa sababu speed ya ukuaji wa uchumi na legislative process haviwezi kushabihiana. Kesho ukigeuka unasikia huko kwenye soko la teknolojia kimetokea hiki. Kesho wewe saa ngapi uanze kuandika legislation ya kureflect au kunyumbulika na hiyo change kwenye uchumi? That is the fact. Lakini lazima from time to time as a state tuwe na mechanism ya kuhakikisha kwamba tunapunguza au tunakimbiza vizuri hiyo speed ya ukuaji. Lakini usipofanya chochote, maana yake nini? Sheria zako zinakuwa zimebaki vile vile, lakini uchumi unazidi kwenda mbele. Mengi yaliyozungumzwa hapa ni issue ya hizo sheria na zenyewe tulivyoziandika huko na hali tulionayo sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wakati anazindua dira hii amenielekeza kwamba nihakikishe kwamba sheria zote zinashabihiana na hii dira 2050. Vinginevyo hatufiki au tutachelewa kufika. Yani itafika 2050 Mheshimiwa Governor, hiyo trilioni 1 unaoisema wala itakuwa less, kwa sababu ya hizi namna ambavyo tumeandika hizi sheria zetu. Je, zinaendana na hii dira? Kila mtu anaifahamu hiyo dira ili aweze kupeleka maoni kwa mwanasheria mkuu wa serikali accordingly. Mwaka usilete maoni tu kwa kuangalia maslahi ya taasisi. We isome dira kindakindaki, uishibe, uielewe, bring your opinion ili tuwe na proper legal framework. Zisiposhabihiana hizo, hii migogoro itaongezeka tu. Itakuwa inazidi kuwa mingi, lakini hata pia vile delays za kuitatua inaweza kuwa mingi, kwa sababu na yenyewe ni namna tu tulivyoandika sheria zetu. Kwa hiyo sisi tunachokiona, kwa mfano kuna concept moja inasema hivi, na hiyo tukielewa basi wala hatuwezi kupata changamoto, kwamba the law is never neutral. Yani kwa maana kwamba sheria inafungamana, while market forces, competition forces, business forces hazifungamani. Yani kama soko, nguvu za soko zinasema, ameondoka hapa Mheshimiwa Jaji Rose Ibrahim, zinasema Fair Competition Tribunal iwe business oriented, hiyo ni market force. Lakini wewe sheria umeandikaje? Ndio maana the law is never neutral, ita reflect walioiandika, sio? Kwa mkiandika vibaya haitakuwa business oriented mpaka muiandike vizuri ikashabihishe that particular market force. Kwa hiyo inategemea sasa hizi sheria, na ndio research tunajaribu kuifanya. Mohammed bin Rashid Al Maktoum alipokuwa anaulizwa kuhusu success of Dubai, wanaambia ataje zile factors 3, yeye alikuwa anarudia hiyo moja tu, the law reform that we did in 1998. Second one, the law reform, the reforms that we did in our laws. Ya tatu, we linked our laws with the market forces and the direction of our economy. Ndio maana kule unaweza kukuta kuna mawhisky, kuna manini, si nchi ya Kiarabu tu kio legislate tofauti, kwa sababu the law inafungamana. Kwa hiyo sisi tunataka kuhakikisha kwamba Law Reform Commission yetu, tukishirikiana na sisi, tufanye hiyo kazi vizuri. Kwanza in some jurisdictions hizo Law Reform Commission kule wamejaa wachumi, wamejaa watu wa finance, lawyers they are very few, kwa sababu wale wachumi ndio wana inform hiyo sheria ikaandikweje. Kwa hiyo sisi tutakachojaribu kufanya, tunaendelea na lile zoezi la kupitia zile sheria kama Mheshimiwa Rais alivyotuelekeza, tukahakikisha kwamba tunazishabihisha. Inawezekana wakati ule tunaingia kwenye market economy tulianza kutunga hizi sheria, especially kwenye sekta ya biashara na uchumi.
na hali tulionayo sasa hivi mazingira tofauti. Nyingi bado hazijabadilishwa, nyingi miaka 2003 2004 hapo zimetungwa sheria ya BOT, hizi regulatory laws zote yani zina shida, yani hazireflecti mwelekeo tulionao. Kwa hiyo sitafanya hii kazi. Kwa hiyo ushauri wetu sisi ulikuwa ni kwamba, kama mmemsikiliza Mheshimiwa Jaji Mkuu mara nyingi sana, na mimi nimpe taarifa tu kwamba huwa napenda kuingia kwenye zile speech zake na kusikiliza. Mara nyingi sana amezungumza umuhimu wa watu kuisoma ile dira vizuri, na amejikita sana kwenye ile pila ya uchumi imara, jumuishi na shirikishi, kwamba ili tuweze kurealize hiyo, kila mtu akasome vizuri na ajue majukumu yake ni yapi. Mimi nimeshaelewa majukumu yangu pamoja na mengine, lakini hili ni lazima nihakikishe kwamba tunalifanya vizuri. Lakini la yenyewe hatuwezi kulifanya peke yetu sisi kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali bila kuwa informed na appropriate stakeholders. Watasema kuna hili. Kwa hiyo tukithink pamoja tutakwenda vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Governor, kama ulivyosema, hata hilo ulilisema linaingia umumu kwenye hili kapu la kuangalia hizo sheria, kuondoa duplication of mandate, lakini na proper alignment ya direction of the economy tulichokiandika kwenye dira na sheria zetu. Kwa sababu kama unataka kwenda Kigoma, basi ni muhimu sana njia au barabara ya kwenda huko Kigoma iwepo, lakini sio tu iwepo, na iwe nzuri. Inaweza ikawepo akisio nzuri. Kwa hiyo mimi ushauri wangu mkubwa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, tuwaombe wadau wote ambao wametoa maoni hapa watuletee maoni yao, lakini baada ya kuwa mmeisoma dira, kwa sababu tendency mara nyingi maoni yanaletwa kwa utashi wa ile taasisi. Na mimi nimeshuhudia many time taasisi fulani ya umma kwa sababu wao ndo wanaanzisha ile legislative process, basi watatunga hiyo zero draft ya hiyo sheria, waitie kwa pani, waende nayo mpaka kwenye responsible ministry, wa lobby iende hivyo isibadilishwe mpaka kwenye cabinet, mpaka inakuja kuibuka sheria ambayo imereflect hiyo taasisi na maslahi yao, not necessarily mataifa of this nation, maslahi ya hii nchi. Kwa hiyo tukaisome dira vizuri, tuielewe, pamoja na mambo mengi ambayo Mheshimiwa CJ ameyasema hapa asubuhi, na huu mkakati tulionao ambao unajaribu kuandaliwa, kwa sababu huu utaandaliwa na utakuwa imara kama maoni yote ya stakeholders yatakaa vizuri. Basi mtuletee sisi kwa upande wetu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwenye, pamoja na mambo mengine, lakini kwenye zoezi la kuhakikisha tunashabihisha sheria tuweze kulifanya vizuri.